أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: والله أنبتكم في الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. صدق الله العلي العظيم. Nukta ya pili baada ya kumaliza ya kwanza kuhusu umuhimu wa imani ya siku ya Kiyama, nena pana haja tuiangalie fikra hii ya kuwa na maisha baada ya kufa, sawa sawa ikiwa tutayamkuwa ni Kiyama, ni akhira, ni fikra ya dini ya Kiislamu peke yake, au ni fikra ambayo iko hata kwa watu wengine, hata kwa dini nyingine, hata kwa watu wengine pengine hata hawastahiki tuwaambie wana dini. Tunaporudia maisha, twampata Ibilisi. Mwanzo wa maumbile ya mwanadamu azungumzia imani ya siku ya Kiyama. Ibilisi mwenyewe aamini kwamba kuna maisha baada ya kufa, baada ya yaliyotokea kati yake yeye na Nabii Allahi Adam alipokataa kumsujudia kwa ajili ya husda na kibri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfukuza Ibilisi katika rehema zake, sababu Ibilisi yasemekana ni katika majini, si katika malaika, lakini aliweza kufanya ibada akapanda cheo mpaka akastahiki kugura katika maisha ya majini, kuishi katika mujtamaa wa malaika alivyokuwa mwema. Kwa katika wema sana Ibilisi, mpaka akiamkuliwa abasijda kwa wingi wa kumsujudia Mwenyezi Mungu na kumtii, lakini wema wake wote alikuja kuukosa wakati Mungu alipompa mtihani mtoto sana, akamwambia msujudie Adam, akakataa. Katika mijadala yake yeye na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kumfukuza katika rehma, alimuomba Mwenyezi Mungu kitu kimoja, kama inavyotuambia suratul A'raf: qala andhirni ila yaumi yub'athun. Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba, umenifukuza kwenye rehma na kila kitu, lakini nataka unipe maisha mpaka siku ya Kiyama, nisiwe nitakufa. Hakuomba kutokufa kabisa, yani asiondoke haraka, aweze kuishi na huyu Adam na watoto wake ambao ameweka ahadi kuwafanyia uadui mpaka wa mwisho, yani mpaka siku ile ya nini, ya kufufuliwa, ndio na yeye awe atakuwa ameuawa.
Sasa tayari katika maneno haya wamuona Ibilisi wazungumza akiamini kwamba kuna siku gani? Kuna yaumul ba'th. Amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qala anzirni ila yaumi yub'athun, yani ila yaumil ba'th. Kwa hivyo Ibilisi yuwaizungumza hapo awali imani ya siku ya Kiyama. Tukimwata Ibilisi, tukirudi katika mataifa mbalimbali, tuanze na mabedui. Na haya mambo nitajaribu kuyakata kwa sababu siwezi kuzieleza kwa dalili. Kila mada nikitaka kuieleza kwa dalili itaturefusha sana, lakini yoyote ambaye amepitia maisha ya Waarabu kabla ya Uislamu, zama zinazoitwa al-asrul jahili, zama za jahilia, akasoma katika mila na dasturi za Waarabu, atakuta kwamba Waarabu wale waliokiishi majangwani walikuwa wana imani ya siku ya Kiyama hata kabla hauya ya Uislamu. Kivipi? Waangalie katika, wajua kila umma ukitaka kuangalia mambo ya kitamaduni yake, waangalie katika mazishi, katika matanga, katika harusi, taona kila mtu na sampuli yake. Ukiwasoma Waarabu katika imani zao kuhusu mauti na namna walivyokuwa wakiamiliana na maiti na namna walivyokuwa wakimzika na zitu ambazo walikuwa wakimtilia na wanyama waliokuwa wakifungiwa, na kesa nyingine alikuwa mtu akiwa ni mtu mtukufu walikimfungia mpaka na farasi pale kaburini, kulikizikwa kizio akifungiwa farasi. Na Mwenyezi Mungu amewahesabu katika zile mila mbovu za wanyama katika Qur'ani, aya ndefu imewaeleza. Mmoja ni huyu mnyama anayefungiwa maiti. Hizi zote ni za nini? Walikuwa wakiamini kwamba kuna siku ule maiti atafanya nini? Atatoka pale kaburini. Sasa na akitoka alikuwa ni bwana fulani, hatembei kwa maguu, haikuzoeka katika kijiji chake au katika mui wake kuonekana yeye akitembea kwa maguu. Sasa walikimtayarishia, wakimwekea farasi au wakimwekea ngamia aweze kupanda, kimtilia paka chakula. Sasa ukizifuata ukazidasisi ukazisoma hizi, utakuya kuona zile chembe chembe za fikra za Waarabu walokuwa nazo zinazodulisha kwamba kuna maisha yatakayokuendelea baada ya pale. Mbali walikuwa wakiyaita ni siku ya Kiyama ama ni siku gani, hatuko kwenye kujadiliana maina, tuko kwenye kujadiliana nini? Fikra. Na mara nyingi fikra huweko kabla ya ina. Watu mara nyingi wakitaka kuitafuta fikra hulitafuta jina, ambao ni makosa. Kwaweza kuweko fikra kabla ya kupoa ina fikra ile, na ikapita miaka. Haya mambo wameyajadili urefu wanazuoni. Twende kwa Wamasri wa zamani, tuwawate Waarabu. Twende Masri. Tukienda Masri, Wamasri ni watu ambao wanauzingatiwa ni katika iliyotamaдаnika mapema katika maelfu ya miaka iliyopita nyuma, maelfu ya miaka. Hata yasemekana utamaduni wa Misri ukombea hata kuliko utamaduni wa Kifursi na kuliko utamaduni wa Kirom na wa Kigiriki. Zamani sana wa Misri. Ukirudi katika zama za Faraina, ukiwasoma utawapata wa Masri walikuwa wana imani
kwamba ruhu baada ya kufa na baada ya ruhu kuepukana na mwili itarudi tena iungane na mwili. Imani hii utaipata vipi? Kulingana sampuli walivyokuwa wakiyajenga yale makaburi yao yaitwao ahram. Walikuwa wakiyajenga katika majangwa, mpaka leo yako katika Masri, wakijenga kama room ndani, wakiwaweka maiti wao ndani, kisha walikiwatolea na tundu na madirisha ili lao watainuka wapate nafasi ya nini, ya kutoka. Walikuwa hawaifungi ile room wanaomzika ule maiti pande zote, bali kijaribu kubakisha manafidh ili siku ruhu itakapokurudi mwilini ipate mahala pa kuweza nini, ule mwili kutoka. Bali walikuwa wakiwaekea na chakula. Muarikhina watuambia walikiwatilia chakula, wakiwatilia mai, yani wakiwatilia bidhaa kamili siku ya kurudi wapate chakula mwanzo kupata afya na tundu ya kuweza kutokea. Wataekelea wapi baada ya hapo? Allahu wa rasuluhu aalam. Sijui katika fikra zao zilikiwapika vipi, lakini walikuwa wana imani kwamba ruhu itarudi katika nini, katika mwili. Albabiliyun, Mababilon, ukirudi ukisoma katika athari za kihistoria, pia katika sampuli zao za kuzika na kumtayarisha maiti, wapata dalili za kukuthibitishia kwamba wana imani kwamba mtu huyu waliyemzika atarudi na maisha yatamrudia. Tukiwawata hawa, tukenda kwa watu wengine walikuwa wakiitwa albarahima. Barahima ni dini ambayo imetawali sana katika sehemu za Asia. Hata mwanzilishi wa dini hii alikiamkuliwa Brahma, ndio ikaitwa dini yenyewe ni albarahima. Hawa walikuwa wana sampuli ya itikadi kama za Kikristo, yani walikuwa na thaluth, walikuwa na itikadi ile ya miungu mitatu. Kama tofauti wana Wakristo. Kristo wakwambia kuna Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Takatifu. Wao walikuwa zile angle za ile thalutha hawazitengezi kwa Baba na Mwana na Roho Takatifu. Walikuwa wana Mungu wa kheri, sijui wana na Mungu wa shari, sijui wana na Mungu wa nini. Wamewagawanyia wizara wale miungu wao, walikuwa wakiwatengeneza. Hawa wana fikra, na hawa ndio waanzilishi wa fikra unaoitwa tanasukh. Na hapa kidogo nitasimama, sababu hii ina muhimu sana katika kuielewa mbeleni kuijibu. Fikra ya tanasukh India iko sana leo, Uchina iko sana, kwa sababu barahima ni dini ilitupa chembe zake huku. Na utawaona hawa mafungamano yao na wanyama ni makubwa sana katika dini zao, katika ibada zao wapenda kufungamana na wanyama. Tanasukh yaamini vipi? Tanasukh yaamini pindi mwanadamu akiwa mtu mzuri hapa duniani, mtu mwema, tabia zake mzuri, siku akifa ufao ni mwili, ruhu haifi. Ruhu hutoka katika ule mwili. Ruhu ikitoka, Mwenyezi Mungu huitukua ruhu ile akaitia kwa kiumbe mwingine. Yani ruhu yaendelea kuishi, mwili tu ndio mwingine. Sasa kama ulikuwa ni mtu mzuri, itakwenda kutenda mimba siku hiyo kwenye nyumba ya kitajiri, nyumba ya raha. Utazaliwa kwenye nyumba ile,
utaishi tena maisha ya pili duniani, lakini katika mwili mwingine na ina lengine. Huku kama ulikuwa ukiamkuliwa Ali, ukiamkuliwa Bakari na nini, utaenda kuzaliwa mahala pangine kwa ina lingine, lakini Mwenyezi Mungu ataitunga ile ruhu iende mpaka ingie katika mahala mparaha tu. Lakini ruhu ile kama ilikuwa mtu ni muovu, muhuni nini, basi Mwenyezi Mungu ataipeka ima katika mtu maskini, maradhi, au hata wanyama kutia kwenye punda au upakiwa tu. Kwa hivyo fikra ya tanasukh waloianzisha fikra hii ni hawa Barahima, na ni fikra inaoamini kiyama, lakini kiyama chao ni hapa hapa duniani. Si masala kwamba tutakufa ati kisha tufanye nini, tufufuliwe. Ile ruhu ya mtu mwema itatukuliwa itiwe mahala paraha, iendelee na nini, na maisha, na ile ruhu ya mtu muovu itatukuliwa itiwe mahala pashida na maudhiko na nini, iendelee. Kwa hivyo pepo ya ule itakuwa ni ile, na pepo ya huyu na moto wa huyu ni hii. Hii ndio fikra inaoitwa tanasukhul arwah, yani ruhu zaendelea kuishi zikibadilisha miili. Ni sampuli ya imani ya kiyama, ni sampuli ya imani ya kufufuliwa. Mbali na kwamba sisi Waislamu hatukubali itikadi hii, lakini twataka kuitumia kukuonesha kwamba hakuna mtu ameishi duniani asikubali fikra ya nini, ya kiyama, kwa sampuli yoyote atakavyokuwa yeye. Albodhia, ambao pia hii ni dini maarufu leo ulimwenguni na iko kitambo sana, mabodhi, na wako pia sana katika bara la Asia. Ukisoma dini ya albodhia, katika imani zake pia wana imani ya tanasukh, wanao imani ya tanasukhul arwah. Hii tulioizungumza ambao ni imani ya Barahima sitoirudia, ambao ni sampuli ya kuamini kiyama. Tukenda kwa Majusi. Majusi ni dini iliyokuwa Irani kabla ya Uislamu, ni dini maarufu iliyokuwa ikiabudu moto. Ingawa Majusi walikuwa hawaamini kwamba moto ndiye Mungu, wao walikiamini Mungu, lakini walikiamini na kila kizuri ni Mungu, kila kizuri. Hawa ni watu wale yaabuduna aljamal. Kama na fikra hizi za kibodhi na fikra za kibarahima kwa sampuli fulani, napenda nifahamike vizuri, sitaki kutiwa kwenye mizozo. Kwa sampuli fulani fikra zao zilipenyeza katika usufi, katika usufi kiasi fulani kuna fikra zimepenyeza za kibodhi na za kibarahima, kwa kiasi ambao utaona kuna zile fikra za kuangalia kila kitu kizuri, na mpaka zikaita mushkili za vijana mabarobaro. Kisoma katika tarikhi ya tasawuf, kuna baadhi ya masufi walifika wakati wakipenda kuangalia amrad, vijana barobaro ambao karibu na kubalighi, wakinena ile jamali walionayo, ule uzuri walionao, huwa ni sampuli ya kuonesha uzuri wa Mungu, ambayo baadhi yake kisha ilikwenda ikapeka kwenye mambo mengine haya. Ala kulli hal, sasa hawa wana tabia ya kuabudu kila urembo, kila kitu kizuri. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri katika dunia hii wakisema kama mwangaza, an-nur. Huu mwangaza ni katika jamal, ndio wakenda mpaka wakauabudu moto, ambao sahaba maarufu akiamkuliwa Salmanul Farisi, kabla ya kuupata Uislamu, yeye alikuwa ni katika wale watoteaji yule moto. Tabana ukisikilia katika utoteaji moto kwa lugha za kwetu, wewe ndio mtia pefu kwenye chetezo yani. Tabana chetezo huwa kiko wapi? Mara nyingi kiko katika sadrul majlis, sio? Huwa kiko kule Mbee. Kwa hivyo ule mkubwa wetu ndio wafanya nini?
atia udi wakatoa Fatiha na ile pefu. Kwa hivyo Salman al-Farisi alifika katika daraja akawa yeye ndio autotea ule moto ambao jamaa huya kufanya nini, kuabudu, lakini imani yake na akili yake ikakataa. Ndipo mpaka akafunga safari akatoka akaja mpaka Madina kufuatia Uislamu. Hawa majusi ukizisoma fikra zao, wanaamini kubaki ruhu baada ya kufa, na wanaamini kuna kulipwa. Anayefanya mazuri atalipwa kwa mazuri, na anayefanya maovu atalipwa kwa uovu. Kwa hivyo waamini sampuli fulani siku ya Kiyama. Vile vile ukiwasoma al-Kaldaniyuna Machaldian, Somariyuna Masini wa China, Wagiriki, wa Romani, kiziwanga zitakuwa mambo marefu. Lakini hadharati zote hizi, civilization zote zilokuwa kwa ulimwenguni, kubwa kubwa na toto, ukifuata tarikhi yake, mtu ambaye ana nafasi ya kusoma asome Weil Dionet ambaye ametunga kitabu akiita Qissatul Hadhara. Qissatul Hadhara ni kitabu ambacho kimepita karibu sijui ni juzu 30 ni 40 sasa hiyo. Ni kitabu ambacho chazungumzia hadharati zote, staarabu zote zilizokuwa duniani na imani zao na itikadi zao na namna walivyokuwa wakiishi. Ukizipeleleza huwezi kupata hadhara yoyote haikuwa na chembe chembe ndani za kuamini siku ya Kiyama au imani ile kuwa wazi katika mambo yao. Twende katika Taurati. La ajabu ukishika Taurati ukaisoma, yani Agano la Kale, utapata tabu sana kuthibitisha Kiyama. Afadhali kwenda kusoma fikra za majusi na mabodhi na mabarahima, utaziona ziko wazi zaidi. Na hii ikidulisha kitu, yatuonesha Mayahudi walivyoitezea Taurati. Toba na Mayahudi masala ya kufa wao nzito na kufa, na masala ya kufufuliwa nzito hawazipendi sana. Kwa hivyo nafikiri ule mwandikaji Taurati alihakikisha ameipiga msasa kisawa sawa Taurati, ambao maneno haya yazungumzwa na watafiti kama al-Allama al-Sheikh Jaafar Subhani. Asema ameifuata Taurati kwa kiasi cha uwezo wake, ameweza kupata aya 2 tu peke yake ambazo tunaweza kuzitumia kwamba Taurati yazungumza Kiyama. Katika hali, angalia jamaa, sisi tumesema Qur'ani kuna aya 1000 ngapi? 1200 zazungumza Kiyama, au wengine wasema 1400, au wengine wasema 2000. Taurati ikiwa kweli ni kitabu cha Mungu, waizengea aya izungumzao siku ya Kiyama. Mfano wa aya hizi iko katika Samuel 2:6. Basi kuna kipande kina maneno 3 peke yake, chasema Ar-Rabbu yumitu wa yuhyi. Ar-Rabbu yumitu wa yuhyi, Mungu hufisha na huhuisha, ambacho pia hiki hakiko na dalili wazi ya kuonesha kufufuliwa. Tumia yumitu wa yuhyi basi. Katika Ashua 6:19 kuna ibara nyingine yasema tahya amwatuka yawma taqumul juthath istayqidhu tarannamu ya sukana turabi. Asema waishi maiti wako siku majumbi yatakapokusimama. Jutha ni maiti, siku maiti watakapokusimama. Amkeni, wataambiwa amkeni, tingishani enyi wakazi wa Mtanga. Kidogo ukisoma hii aya utaiona kama yazungumza siku watakapokusimama maiti, yani yauma al-qiyama. Bas ni hizi
nasi mbili peke yake ambazo twaweza kuzitumia kunena kuna fikra ya kiyama katika Taurati. Na hapa ikidulisha kitu kama nilivyonena, Mayahudi wameitezea Taurati kisawa sawa. Ama kuhusu Agano Jipya katika Injili ziko kadha wa kadha. Aya nyingi sana katika Injili zathibitisha kuweko kiyama. Mathalan, katika Mathayo 16:27 Injili yatuambia fa inna ibna al-insani sawfa yati fi majdi abihi wa malaikati wa hina idhin yujaza kullu wahidin hasba amali. Asema mwanadamu atakuya katika utukufu wa Baba na utukufu wa malaika, na siku hiyo atalipwa kila mmoja kulingana na amali yake. Yani katika utukufu wa Baba ni ile Qur'ani tunapozungumza ila liqai Allah, liqai Rabbi, kukutana na Mola wako. Katika Injili pia Mathayo 13:49 mpaka 50 asema hakadha yakunu fi inqidha'i al-alam, namna hii ndivyo itakavyokuwa siku ya kumalizika ulimwengu. Yakhrujul malaika, watatoka malaika, wayufrizuna al-ashrara min al-abrar, na watawatenganisha waovu na wema. Yani kutapijwa makundi, hawa ni wema na hawa ni waovu. Wayatrahunahum, kisha watawatukua watu waovu wawatie fi atuni nar, katika mashimo ya moto. Hunaka yakunu albuka, hapo ndipo kutakuwa na kilio. Wasarirul asnan, na migongano ya meno. Kwa migongano ya meno inakusudiwa ni kama pale unaposhikwa na baridi ya kitapo kawatetema mpaka meno yagongana yatoa sauti, au ni khaufu, mtu anapotetema kwa khaufu. Na hapa inapokusudiwa ni khaufu, anaposema hunaka yakunu albukau wa sarirul asnan. Mathayo tena 22:23 mpaka 31. Hii ni ibara muhimu tuisome, kwa sababu nataka kuona twapishana wapi sisi na Biblia. Kuna mahala twapishana katika imani ya kiyama. Taban Biblia hii imezoandikwa na huyo, sio Biblia ya Mungu. Nasema fi dhalika al-yawm, nakumbuka siku hiyo, jaa ilayhi haduqayun. Hili ni kundi la watu, ni kabila lilikuya kwa Yesu. Hawa haduqayun alladhina yaquluna laysa qiyama, walikuwa wakanusha hakuna nini, hakuna siku ya kiyama. Fasaluhu qailin, wakamuuliza wakimwambia ya muallim, e mwalimu. Qala Musa, Nabii Allah Musa akawajibu. Injili ya nukuu kisa cha Nabii Allah Musa, si Yesu, afwan. In mata ahadun wa laysa lahu aulad, kiuliza swala haya, mtu amekufa hakuzaa, ameata mke, wasema ndugu yake atamtukua nani? Mke, amuoe, sababu ili apate kumzalisha mke wa nani? Wa nduye aliyekufa hana zijana. Hii iko katika sharia yao wanavyoizungumza wao. Tabani mimi usoma Injili hii, sina hakika yatoka kwa Mungu au yatoka kwa wale walioiandika. Sasa hawa wamuuliza, kulikuwa kuna ndugu 7, wa kwanza akafa hakuzaa, kwa hivyo mke wake akatukuliwa na nduye wa pili. Akafa naye hakuzaa, naye akatukuliwa na ndugu wa 3. Akafa hakuzaa, naye akatukuliwa na ndugu wa 4, wa 5, wa 6 mpaka wa 7. Alipofika ndugu wa 7 na ule mwanamke naye akafa. Suala ibado, suala yaja wamwambia ila 7 wa akhirul kulli matatil mar'atu aidan, na mwisho mwanamke naye akafa. Fa fil qiyama, sasa siku ya kiyama, liman minas 7 takunu zawja, huyu mwanamke atakuwa ni wanani katika wale ndugu
7. Suala iko mwanamke manani. Sasa wale ndugu 7 wote watamnyang'anyia, kila mmoja atadai kwamba huyu nani ni mke wangu. Toba, ninapotaka mimi ni kukuonesha hawa watu wazungumza wakiamini kuna nini siku ya kiyama. Fa innaha kanat liljami' fa ajaba Yasu', Yesu akawajibu waqala lahum, mbona nyinyi mwazungumza mambo ya kipuzi? Tadhilluna, mapotea nyinyi, upanga wanawake akhira ya katika fikra zenu mkizia upanga wanawake mpaka mwanitungia mimi suala sijui huyu atakuwa ni mke wa nani. Nyinyi mwapotea nyinyi, akhira hakuna mambo ya wanawake. Tadhillun idh la ta'rifuna alkutuba wala quwwata illa billah, hamuyui nyinyi liannahum fi yawmil qiyamati la yuzawwajuna wala yatazawwajuna bal yakununa kamalaikati llahi fi sama. Ya hamuna habari kwamba siku ya kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali watakuwa ni kama malaika waogelea katika mbingu. Hii yaitwa al-ma'adur ruhani, ambayo nimetaka muiweke akiba, tutakuya kuizungumza. Je, siku ya kiyama tutaregeshwa ruhu zetu peke yake au tutaregeshwa ruhu na mwili? Ina mjadala mrefu kutoka filosofi za Kigiriki mpaka leo. Yaonesha mwandikaji hii Injili ya Mathayo ana fikra kwamba kiyama ni cha kiruhu, hakuna kiyama cha kimwili. Ndio hapa akanena kwamba siku ya kiyama la yuzawajuna wala yatazawajuna, bali watakuwa ni kama nani? Kama malaika, ni miili ya kinuru, ni miili ya kiruhu. Na hii fikra iko hata kwa baadhi wachache sana katika Waislamu, wanena hata yale mambo sijui yatayao ya matunda ya hurul ain ni katika kutiwa wajua mwanadamu Henry mpaka aoneshe yale. Lakini uhakika wa mambo, siku ya kiyama ni siku ya kukamilika, ni siku mwili itavua ruhu itavua huu mwili unaochokesha, iishi katika malakuti Allah. Kwa hivyo hakuna mambo ya wanawake wala kula wala zile kunazi ambazo ni kubwa kama mtungi sijui, na yani la mkunazi kivuli chake mwendo wa miaka mingapi? Kwenye kisa cha Miaraji sio huambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika pepo aliona kudirika mkunazi, kunazi zake moja kama mtungi, yani ukubwa wake na lile yani la mkunazi ule ni mwendo sijui wa siku 7 sijui kile kivuli chake yani. Ala kulli hal, inapenda muiweke akiba kuhusu Injili katika Marqis 9:42 mpaka 49. Asema wa in a'tharatka rijluka faqta'ha, guu lako likikufanya uteleze, umekwenda kufanya maasi sababu nguu lako likati. Tabana hapa masala kwenye Qur'ani yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumsifu bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema katika fadhila kubwa alizowaetea ummati Muhammad, amewaondoshea zikwazo zilokuwa katika umma uliopita. Katika umma uliopita ilikuwa toba hakuna mpaka kwa kujiua. Faqtulu anfusakum, ilikuwa kiungo kifanya maasi toba kukubaliwa kukikata kile kiungo. Wa ila Mwenyezi Mungu hakubali toba kulingana na sharia ya zilizopita, isipokuwa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipotuambia alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummi alladhi yajiduna, mpaka kaja kwenye mwisho wa aya ambao huwaondosha israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Isra, rabbana la tuhammilna au la tahmil alaina isran kama hamalta ala alladhina min qablina. Mola tukuomba usitupe mazito kama yale ulowapa kabla ya waliokuwa yetu sisi.
la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Hii ya sheria zitu hizi. Kwa hivyo Biblia yawaambia guu lako likikuteleza faqta'aha, khairun laka an tadkhula alhayata a'raj, ni uzuri afadhali uishi duniani kiguu, min an takuna laka rijlani, kuliko uwe na maguu mawili, wa tutraha fi jahannam, lakini utangia motoni. Afadhali ukhitari kuishi duniani kwa guu moya kuliko kuishi duniani kwa maguu mawili uitiwe motoni. Wa in a'tharatka ainuka, na ikiwa ito lako limeangalia maasiya, faqla'ha, litomoe. Khairun laka an tadkhula malakuta Allahi awar, ni bora uishi duniani maboni au unaitomoya, min an takuna laka ainani, kuliko kuwa na mato mawili, fatutraha fi jahannam, lakini wewe ndio ukatiwa katika moto wa jahannam. Haya ni machache ambayo waweza kuyapata mfano wake mingi katika Injil yanayozungumza masala. Taban hapa huzungumza moto wa jahannam, na afadhali uishi duniani kwa itomoya kama kwenda kutiwa motoni siku ya kiyama ukiwa na mato mawili. Tukirudi katika Qur'ani, tutawapata mitumi wote wazungumza kiyama. Kinitatosheka na wale mitumi wanaoitwa ulul azmi, nikianza na Nabii Allahi Adam, ingawa si katika ulul azmi ndiye wa kwanza. Nabii Allahi Adam katika suratul A'raf aambiwa, qala ihbitu ba'dhukum li ba'dhin aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Siku ile Mwenyezi Mungu amfukuza Ibilisi peponi, na Nabii Allahi Adam amefanya aliyoyafanya, akawa ateremshwa ulimwenguni. Siku ile Mwenyezi Mungu awaambia, teremkani, nyinyi ni maadui sasa. Yani Ibilisi na kizazi chake na Nabii Allahi Adam na kizazi chake ni mapambano. Ba'dhukum li ba'dhin aduwwun walakum fil ardi mustaqar, nendani mukaishi katika ardhi, muna matulio yenu, wa mata'un ila hin, lakini mpaka muda maalum. Muda maalum nyote mtarudi kwangu. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Apiambiwa Nabii Allahi Adam katika suratul A'raf 25, katika ardhi hiyo mutahuishwa, na katika ardhi hiyo mutakufa, na katika ardhi hiyo mutatolewa mara nyingine. Nabii Allahi Nuh katika suratu Nuh, kenda ukisoma aya 17 na 18, awalingania kaumu zake, awaambia, wallahu ambatakum fil ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Mwenyezi Mungu amewameza nyinyi katika ardhi kuwameza, kisha atarudi awatoe tena nyinyi mara ya pili kutoka katika ardhi hiyo. Nabii Allah Ibrahim katika suratu Ibrahim 41 anena, rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Mola, nisamehe mimi na wazazi wangu na waumini wote siku itakapokusimama hisabu, yani yaumul hisab, yani yaumul qiyama. Pia Nabii Allah Ibrahim makiua kiswa chake alipomwambia Mwenyezi Mungu, wewe watuambia kuna kiyama, hala nionyeshe utamhuisha yeye mtu baada ya kufa. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Mwenyezi Mungu akamwambia watukue wale nyuni, awatinde, awakatekate, kisha atukue zipande pande, azigawanye kwenye majabali tofauti tofauti, na kipande cha huyu kimoja kiweko kule, kimoja kule, kisha awaite. Akaona kile kudra ya Mwenyezi Mungu, namna wale nyuni wanavorudi, kila kipande kimekwenda kuungana na chake. Itakuwa inshallah katika wapingao kiyama wanena, takuwa yeye Mwenyezi Mungu shapotea katika dunia hii dhalalan. Hapa simana kupotea Yahuda, dhalalan ule umeliwa mkono, umeliwa na simba, umekwenda kule, sawa. Ule mwingine guu limekwenda mtangani, limeyayuka, limebadilika, limekuwa mti, yani zipande pande, kimoja kiko magharibi ya ardhi. Vipi Mwenyezi Mungu atazikusanya? Mwenyezi Mungu amuonesha Nabii Allah Ibrahim
awagawanye wale nyuni na tanganye zile ziungo zao, asiweke katika jabali moja kiungo cha nyuni moja, hapa kuna cha nyuni wote, na pale zikawa huinuka, kila kiungo huenda kuungana na kile chake, mpaka akarudi kila nyuni akawa vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka. Nabii Allah Musa katika suratu Ghafir 27 anena, waqala Musa inni udhtu birabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. Nabii Allah Musa hapa azungumza yaumul hisab, yani yaumul qiyama. Pia katika kisa cha Nabii Allah Musa kuna dalili ya kiyama tutakuya kuizungumza, kini mwisho anena kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Katika Bani Israila kulikuwa kuna zijiji ziwili na makabila mawili, na kulikuwa kuna tafahum kati ya makabila yale. Siku moja wakiamka asubuhi, kuna bwana ameuawa wa kabila la huku, kisha ule maiti wake amekuya kutupwa kwenye mtaa wa kabila hili. Kiamkiwa asubuhi huonekana maiti huko mtaani, nani huyu wa kule? Na tayari jamaa huzengeana, na bila shaka ni karina itakuwa walomuua nani? Ni hawa jamaa wa huku. Kukawa zita kumohuana, yani ungekwenda umma mzima kama wale walouana kwa paka na mbwa. Nabii Allah Musa akaona fitna yao katika ummati wangu, kamaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia waambie tawaitea uamuzi, taondosha hiyo fitna mara moja. Wakakubali wote, wakaketi Nabii Allah Musa, lakini Mayahudi hawawati uyahudi wao. Mwenyezi Mungu akamwambia waambie wende wakazenge ng'ombe wamtinde, zengeni ng'ombe wamtinde. Wakaenda wakarudi, akamwambia Nabii Allah Musa, nataka muulize Mungu, hakumtaya ng'ombe huyu rangi yake ni rangi gani, mwanamume mwanamke? Taisoma kwa urefu, ndio ile suratul Baqara ikamkuliwa suratul Baqara, kumwambia innal baqara tashabaha alaina. Mara mwambia nenda kamuulize mahi, sawa nani huyo? Wakipoa na kila wakiuliza Mwenyezi Mungu huwaongezea sharuti. Ndio mara nyingine usipende uliza sana, kila ukiuliza Mwenyezi Mungu, mpaka ikawa ng'ombe amezotajwa sasa kwa Qur'ani ni adimu. Mbamanda aliwaambia idhbahu baqara. Walikuwa kusimandia wenye elimu ya usuli, walikuwa watamasak na itlaq, watunde ng'ombe yoyote wafanye nini, wamtinde. Kwisha akazengewa ho ng'ombe, ana sharti hapandwi, halimi, sijui rangi yake si manjano, sijui si nyekundu, na hung'ara, umemetuka. Paka wakenda wakapata ng'ombe hoyo uko mahala pamoja peke yake, kuna yatima amefiliwa na babake na wirathi amezomwatia ng'ombe hoyo tu. Yani Mwenyezi Mungu ambaye nyutilia sharuti, mimi nitakumtajirisha huyu ngawa apate maisha. Ayua tena jamaa, kama mathalan kwenye mpira ukiambiwa utaka kuku ama mapako, sio si sangine waganga wao kinena, na pengine ukipiga jamaa wakipiga raundi kawa mwenye naye kuku ule ni fulani tu Sheikh, na anapoyua yeye tu sasa, ikiwa kuku wa shilingi 200 utazanywa mpaka kwa shilingi 2000 na 3000. Sasa ule ng'ombe ikawa thamani yake ni ngozi yake, baada ya kutunwa iazwe dhahabu ndio apoe. Ala kule hali sipo nipataka, jamaa wakawa fitna kumuhuana, wakamtukua ule ng'ombe wakamnunua kwa ule yatima wakamtinda. Baada ya kumtinda, Mwenyezi Mungu akamwambia itukueni sasa hiyo nyama ya ng'ombe huyo maiti aliouawa, mpigeni nayo hiyo nyama. Wakaichukua ile nyama wakampiga, yani idhribu, naambia walipompiga ule maiti akainuka, akasimama, akasema fulani ndio ameniua, shaka rudi akafa. Alipopigwa ile nyama, toba ni yaelezwa katika suratul Baqara, si ziso za mitumi hizi, si ziso za kupanga, iko katika suratul Baqara, mtu aweza kuirudia hata kwa Kiswahili. Alipopigwa ile nyama, ule maiti yeye mwenyewe aliinuka, akasimama, akasema fulani ndiye aliyeniua mimi, kisha akapinduka akafa. Kata fitna, kashajulikana aloua nani ni fulani, akatukuliwa kiswas. Na ndio ile sura mzima ikaitwa suratul Baqara,
ni kwa kiswa hiki cha wa idh qataltum nafsan fadara'tum, mulipoua kisha kila mtu akawa umsingizia mwendani wake, hunena si yeye. Sasa mwisho wa kiswa hiki Mwenyezi Mungu ayeta ibara hii, kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Hivyo ndivyo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakapokuhuisha waliokufa na awaonesha nyinyi aya zake mbele macho yenu, lakini akili za kuzingatia mambo haya hakuna. Nabii Allah Isa katika surat Maryam mwenyewe siku azaliwa, matari yameenea mwini, Maryam mwanamke mtakatifu amezaa kijana mwana haramu, wal iyadhu billahi, wa hasha li Maryam an tazni. Haiwezekani kwa Maryam mwanamke ambaye amemtahirisha Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Isa atamshwa uko mlezini, qala inni Abdullah. Maneno yake ya mwisho alinena wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Azungumza kiyama huko mlezini, anena salamu inishukie mimi siku nilipozaliwa na siku nitakapokufa na siku nitakapofufuliwa. Hii kwa ufupi ni tarikhi nimeipita mbio ya imani ya Maad katika dini tofauti, katika makundi tofauti, katika Taurati, katika Injili na katika nasi za mitumi ambao wamezotangulia, wote waakidisha imani ya siku ya kiyama. Kesho insha Allahu taala tutakwenda katika nukta ya 3 kuhusu maina ya siku ya kiyama katika Qur'ani, na Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.